tunafanya kazi na vijana malezi na huwa wanapiga hatua mbalimbali katika maisha yao, katika makuzi yao. Kwa hiyo sisi tunawaimarisha na kuasisitiza hatua ambazo wanazipiga ziwe salama katika masuala ya afya na hasa afya ya uzazi. Kwa hiyo akiwa anafikiria kufanya chochote aweze kufikiria afya yake ya uzazi, na hii sasa inahusisha kupata elimu, taarifa sahihi na namna ambapo anaweza kupata hizi services. Lakini pia katika masuala ya ukatili wa kijinsia aweze kufahamu anaweza akatoa taarifa wapi, lakini pia anaweza akashirikiana na nani kuweza kutoa elimu itaweza kumwezesha kupinga masuala ya ukatili, lakini pia kufikia namna ambavyo wanaweza wakalinda afya zao na hasa katika swala la afya ya uzazi. Na moja kwa moja tunalenga huduma rafiki kwa vijana ambao zinapatikana katika vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya. Kwa hiyo ndio maana tumeita hatua salama, kwamba kijana kila hatua ambayo anapiga aweze kuwaza kwamba lazima yeye mwenyewe ajiweke salama, na tunaamini kwamba afya ni nini? Ni mtaji. Bila afya tuwezi kufanya chochote. Kwa majina naitwa Steven Mtamama, afisa mradi wa Teens Corridor, mradi wa hatua salama ambao umetufikia, mradi ambao tunategemea utawafikia watoto vijana 110 ambao 50 ni katika kasha yetu na hao wengine ni mashuleni. Tulianza pia kuchukua vijana na kufanya hizo shughuli mashuleni, na pia tuna imani mradi wetu huu utatuletea manufaa makubwa na kuwafanya vijana kupiga hatua na kujua nini wanafanya na kuwalinda na kuwapa moyo wa kujua kwamba hata kama wana changamoto wanaweza kuziovercome kufikia malengo yao. Tunawashukuru Injinia Halala kwa kuchukua mradi huu, kwa kutuamini kufanya tuifikie jamii kwa ukaribu. Mradi huu unalenga kuwezesha vijana kupata elimu juu ya masuala ya afya ya uzazi na kuweza kuwa link na huduma za afya ya uzazi ambazo zinapatikana katika vituo vya kutolea huduma ya afya. Na mradi huu moja kwa moja utafundisha waliojirika ambao watakuwa wanatoa elimu katika mitaa mbalimbali ya kata ya Kawekamo ambayo inapatikana wilaya ya Ilemela, Mwanza. Tunatarajia kwanza kupungua kwa mimba za utotoni, sababu vijana wakiweza kupata taarifa na huduma juu ya masuala ya uzazi tutaweza kupunguza hatari ya wao kupata mimba za utotoni na mimba zisizotarajiwa, lakini pia tutapunguza hatari ya wao kuingia katika kupata magonjwa ya ngono pamoja na ukimwi. Kwa hiyo tunashukuru sana wafadhili wetu WNRR Africa kwa kuweza kutuwezesha kutekeleza mradi huu ambao utaweza kusaidia vijana kuweza kupata huduma hizi za taarifa na huduma za